أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله sallallahu alayhi wasallam. Wa ba'd, ikiwa tunaendelea na kitabu chetu Al-Lumma'u fi usuli al-fiqh, na tukiwa katika mlango unaosema babu dhikri wujuhi al-mujmal, mlango unaoelezea njia za mujmal, zile sura zake na namna yake. Wa amma almujmalu, na ama tunapoelezea mujmal. Mujmal ni nini? Ni aya ama hadithi inaweza ikaja katika sura ya mujmal. Maelezo yake yatakuja. Anasema wa amma almujmalu, ama tunapoelezea mujmal, fahuwa, nayo hiyo mujmal, ma ni neno ambalo lililopo katika Qur'ani au hadithi, lakini la yuqalu maanahu, maana yake haikufahamika, min lafdhihi, kutoka katika ile tamko lake, wa yuftaqaru, na huhitajia, fi maarifati almuradi, kutambua kusudio, ila ghairihi, kupitia aya nyingine. Na hii imekuja hivyo kwenye Qur'an au imekuja hivyo katika hadithi, kama tulivyoeleza katika somo lililopita, kwamba kuna aya huwezi kuifahamu aya paka ulete aya nyingine ndio utaifahamu ile. Unaweza kwenda, ili kuifahamu mafuhumu ya aya, unaweza kwenda katika aya 2 mpaka 3 au ziada ya hapo, ndio ukaifahamu ile aya vizuri. Ukiunganisha aya 1 mpaka 2 mpaka 3, unapata ule mfumo kamilifu wa kile kilichokuwa kinazungumzwa pale kwa uwazi. Au kwa upande wa hadithi pia zinakuja hivyo wakati mwingine. Kwa hiyo inakuwa ni hiyo mujmal, kama Sheikh alivyosema, wa amma almujmalu, ama unaposikia mujmal ni aya ama hadithi, kunakuwa kuna neno ndani yake katika ile aya ama ile hadithi, haifahamiki maana yake kutoka tu ile tamko, paka inahitajia, ili kuifahamu ile, paka uende katika aya nyingine ama hadithi nyingine. Na hii sura imekuja mara nyingi sana katika Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa amma almujmalu fahuwa ma la yuqalu maanahu, ama tunaposema mujmal ni ile aya ambayo haifahamiki maana yake, min lafdhihi, kutoka katika tamko lake, wa yuftaqaru, na huhitajia, fi maarifati almuradi, katika kutambua kusudio la ile aya pale ama ile hadithi, ila ghairihi, hadithi nyingine ama aya nyingine. Mfano, inaweza kuja hadithi, inaweza kuja aya isifahamike muradi wake isipokuwa paka ije hadithi. Hadithi ndio inakuja kufafanua muradi wa ile, inakuwa imekuja kubainisha pale kwenye ile aya. Kwa ile aya inakuja ni mujmal, alafu bayani yake inakuwa kwenye hadithi, au bayani yake inaweza kuwa pia katika aya nyingine. Wadhalika ala ujuhin, na hilo sasa linakuwa katika sura mbalimbali. Minha, miongoni mwa maana zake za zile njia za mujmal, an yakuna lafdhun, ni kuwa lile tamko, lam yudha lidalalati ala shay'in biainihi, haikuwekwa kwa ajili ya kujulisha juu ya kitu kwa dhati yake. Yani kile kitu kilichowekwa hapo pale haikuwekewa kufahamisha kwa dhati yake kwamba kinakusudiwa kitu hichi. Lam yudha, asema an yakuna lafdh, ni kuwa tamko, lam yudha lidalalati, halikuwekwa kwa ajili ya kujulisha, ala shay'in, juu ya kitu fulani, biainihi, kwa dhati yake, kwamba kinachokusudiwa ni hichi hapa. Sheikh amekwekea mfano akisema, ka kaulihi ta'ala, kama vile kauli yake Mwenyezi Mungu aliposema, wa atu haqqahu yawma hasadihi. Mfano hiyo aya ni mujmal, sawa, na mtoe haki yake. Haki gani?
siku ya kuvuna mavuno ya shamba hilo. Au umirtu an uqatila nnasa, nimeamrishwa kupambana na watu, hata yaqulu la ilaha illa Allah, mpaka waseme la ilaha illa Allah. Fa idha qaluha, pindi wataposema hiyo la ilaha illa Allah, asamu minni, watakuwa wamehifadhika kwangu, dimaahum, damu zao, wa amwalahum, na mali zao, illa bihaqiha, ila kwa haki yake. Sheikh anasema fa innal haqqa majhulun aljins, hakika hiyo haki yenyewe haifahamiki jinsia yake, walqadari, na kiwango chake. Kwa utaona zote hizo mbili fayuftakaru ila albayan, zahitajia kubainisha, ubainifu. Yani zinahitajia zote ubainisho, kwa maana ya kwamba tujue hiyo haki inakusudiwa ni haki ipi na kwa mnana gani, kwa katika kiasi gani, hivyo. Kwa hiyo ndio mujmal, na sura ya hadithi kwa hadithi zimekaa hivyo, na sura ya Qur'ani kwa Qur'ani, yani Qur'ani imekaa hivyo. Kwa kuna wakati hadithi kwa hadithi inahitajia kubainisha, yani hadithi hii inatakiwa ubainisho hadithi nyingine. Qur'ani aya hii inahitajika ubainisho wa aya fulani. Na hii ndio sura imekuja mara nyingi sana katika Qur'ani, imekuja hivyo. Yani hata wataalamu wenyewe wa tafsiri ya usuli tafsiri wenyewe wanasema Qur'ani, misingi ya kuanza kuifasiri, kwanza Qur'ani inajitafsiri yenyewe kwa yenyewe. Ukikosa ndo Qur'ani itatafsiriwa na hadithi. Ukikosa Qur'ani utaitafsiri kwa maneno ya masahaba. Qur'ani ukikosa utaitafsiri Qur'ani kwa maneno ya wanafunzi wa masahaba. Afu ndo mambo ya lugha sijui nini, lakini kuna qawaidu allati yahtaju ilaiha almufassir, wamezitaja ulama wa usuli tafsiri, kama tutavyokuja kuanza katika vitabu vya usuli tafsiri, ikiwemo mabahith fi ulumi alquran insha Allah hapo baadaye, tukimaliza utaratibu wa mzunguko wa vitabu vya usuli. Kwa hiyo anasema faslun, kipambanuzi, wa minha, na miongoni mwa njia hizo za mujmal, an yakuna lafdhun, ni kuwa tamko, fil wad'i, katika ule mweko wake, mushtarakan, inakuwa tamko lile limeshare, yani limekusanya baina shay'ain, baina ya vitu viwili. Kalqar'i, kama vile qur'i, ambao wanasema ni hedhi ama tahara. Neno hilo yaqau ala alhaidhi, kutuka huingia katika maana ya hedhi, wa ala tuhuri, na maana ya usafi. Kwa utaona neno kama hilo faftukira ila albayani, huhitajia ubainifu. Faslo, wa minha, miongoni mwa njia hizo pia za mujmal, an yakuna lafdhu, ni kuwa tamko, mawdhu'an, limewekwa, lijumlatin maaluma, kwa jumla ambayo inafahamika kabisa, illa, isipokuwa, annahu, isipokuwa jumla hiyo, dakhalaha istithnaun, imeingiliwa na istithnaun, tena istithna yenyewe ni majhulun, haifahamiki. Mfano, ameweka mfano Sheikh, ka kaulihi ta'ala, uhillat lakum bahimatul an'am, mmehalalishiwa nyinyi wanyama hoa, illa, imeingia istithna majhuli hiyo, illa ma yutla alaykum, isipokuwa yale mliosomewa. Yapi? Ghaira muhilli saydi, ghaira muhilli saydi. Sasa illa ma yutla alaykum, ila yale mliosomewa yapi? Kwa ni istithna majhul. Fa innahu qad sara mujmalan, hiyo aya imeingia kuwa ni mujmal, imeingia ikawa ni mujmal, bima dakhalahu, kwa kile kilichoingiliwa pale, min al-istithna, kutokana ile istithna. Wa min hadha al-maana, na kutokana maana hii, al-umum, ni ukusanyaji wa ujumla, idha ulima annahu makhsusun, pindi itapofahamika kwamba hiyo imehusishwa. Walam yu'lam ma khussa minhu, alafu haikufahamika kile kilichohusishwa ndani yake, hakijafahamika. Fahadha aidha mujmal, hii pia ni mujmal, liannahu la yumkinu al-amalu bihi, kwa sababu haiwezekani kufanyia kazi
kabla maarifati ma khussa minhu, kabla kutambua kile kilichohusishwa ndani yake ni kipi. Kwa uwezi kuifanyia kazi mpaka pale utapotambua kile kilichohusishwa katika ile am. Ndo Sheikh anasema wa min hadha almaana alumum, katika maana hii ni ukusanyaji wa ujumla kuenea. Idha ulima annahu makhsusun, pindi itapokuwa imefahamika kwamba hiyo imehusishwa, wala yu'lam ma khussa minhu, alafu wakati huo huo hakijulikana kile kilichohusishwa ni kutoka katika hiyo am ni kipi. Kwa hii pia inakuwa ni mujmal. Faslun, wa min dhalika aidha, na kutokamana maelezo hayo pia, an yaf'ala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam fila, ni mtume afanye kitendo, kile kitendo alichokifanya mtume yahtamilu wajhaini, kiwe kina ihtimali ya sura mbili, ihtimalan wahida, ihtimali moja, mithlu mfano maruya annahu jama fi safari, kwamba mtume alikusanya katika safari, fahuwa mujmal, hiyo ni mujmal. Liannahu, kwa vile mtume sallallahu alayhi wasallam, liannahu, kwa kuwa yajuzu an yakuna dhalika, yajuzu kuwa hilo jambo la kukusanya katika safari, liannahu yajuzu an yakuna dhalika fi safari tawili, inaweza kujuzu kuwa katika jambo hilo la kupunguza ilikuwa katika safari ndefu, au fi safari qasirin, au katika safari fupi. Fala yajuzu hamluhu ala ahadihima, kwa haijuzu kupeleka katika moja katika hayo mawili, yani katika safari ndefu au safari fupi, duna al-akhar, pasina sehemu nyingine, illa bidalili, isipokuwa kwa dalili, kama imeeleweka. Wa min dhalika, narudia hiyo faslo, wa min dhalika, na kutokana hilo pia an yaf'ala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ni mtume afanye fi'la, kitendo, yahtamilu wajhaini, kichukue sura mbili, ihtimalan wahidan, katika ihtimali moja, yani kama hivyo alivyosema mtume kwamba annahu jama fi safari, yeye alikusanya katika safari. Sawa, ni safari alikusanya katika safari, fahuwa mujmal, hiyo inakuwa ni mujmal. Kwa vipi? Liannahu yajuzu an yakuna dhalika fi safari tawili au fi safari qasir, linaweza kuwa hilo limetokea katika safari ndefu au katika safari fupi, kwa sababu haijulikani alikusanya katika safari ndefu ama alikusanya katika safari fupi. Kwa hiyo anasema fala yajuzu hamluhu ala ahdihima, haijuzu kupeleka katika mojawapo tu, duna al-akhar, pasina kupeleka katika nyingine, yani kupunguza katika, ukasema tu mimi nitapunguza katika safari ndefu, nitakusanya katika safari ndefu tu, pasina kusema pasina kupunguza katika safari fupi, kwa sababu hiyo haikuwekwa wazi. Alikusanya na sio kupunguza, alikusanya katika safari ndefu ama katika safari fupi, haikuwekwa wazi, imetaja tu safari katika sura kama hiyo. Ndo anasema fala yajuzu hamluhu ala ahadihima duna al-akhar illa bidalili, isipokuwa kuwepo dalili. Dalili itathibitisha bwana alikusanya katika safari fupi ama alikusanya sala katika safari ndefu. Wakadhalika, hivyo hivyo, idha qadha fi ainin, pindi atapohukumu katika kitu hicho, tahtamilu halaini, kinakusanya hali mbili, ihtimalan wahida, kwa ihtimali moja, wa huwa mithlu, nayo ni mfano, ayurwa, isimliwe na kupokelewa, anna rajulan aftara, kwamba kuna mtu mmoja alikula mchana fi Ramadhan, katika Ramadhan, hivyo hivyo, fa amarahu an-nabii sallallahu alayhi wasallam, mtume akamwamrisha bil kafara, kutoa kafara. Hiyo mujmal, liannahu, kwa kuwa yajuzu an yakuna aftara bijimai, huenda alikula mchana kwa kufanya tendo la ndoa, wa yajuzu an yakuna aftara biakli, huenda inajuzu alifuturu kwa kula chakula kama chakula. Kwa hiyo Sheikh anasema fala yajuzu hamluhu ala ahdihima duna al-akhar illa bidalil, haijuzu kupeleka katika mojawapo katika hayo mawili, alifungua kwa kumwingilia mkewe ama alifungua kwa kula chakula, illa bidalil, isipokuwa kwa dalili. Fa hadhihi alwujuh
hizi njia zote la yakhtalifu almadhhab, madhhabu hazikutofautiana fi ijmaliha, katika ile kuja kwake kwa ufupi, wa iftikhariha, na kuhitajia kwake, ila albayani, ubainifu, kwa lazima ubainifu. Faslun wakhtalafa almadhhabu fi alalfadh, wametofautiana madhhab katika matamko. Faminha, miongoni mwa hayo matamko, qauluhu ta'ala, kauli yake Mwenyezi Mungu aliposema wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba, Mola amehalalisha biashara na ameharamisha riba. Faqala fi ahadi al-qawlayn, akasema moja katika kauli mbili, huwa mujmal, ni mujmal hiyo, liannahu qala, kwa sababu amesema wa harrama ar-riba, ameharamisha riba. Wariba, na tunaposema riba, huwa ziada, maana yake ni ziada. Wama min bay'in, na hakuna biashara yoyote inayofanyika duniani illa wa fihi ziyada, isipokuwa ndani yake kuna ziada. Waqad ahalla Allahu al-bay'a, Mwenyezi Mungu amehalalisha biashara, wa harrama riba, afa ameharamisha riba. Kwa kweli, faftukhira, kumehitajia, ila al-bayani, ubainifu, ma yahillu, katika yale ambayo yatahalalishwa, mimma yahrum, katika yale ambayo yanayoharamishwa, ambayo ni haram. Kwa hiyo inahitaji ubainifu wa kujua ila halali ni lipi lilohalalishwa na ya haram ni yapi yaliyoharamishwa. Waqala fi qawli thani, alisema katika kauli ya pili, laysa bimujmal, sio mujmal, wa huwa al-asah, na hiyo kwamba sio mujmal ndio kauli sahihi. Lianna al-bay'a maqulun, kwa sababu biashara inaingia akilini, kitu chenye kufahamika kiakili, fi lugha, katika lugha. Fahumila ala al-umumi, itachukuliwa na kupeleka katika uam, illa fi ma khassahu dalil, isipokuwa katika kile ambacho kilichohusishwa na dalili. Faslu wa minha alayatu, miongoni mwa hizo njia za mujmal ni aya aya ambazo dhakara fiha alasma'u shar'iyya, imetajwa majina kisheria. Mfano kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wa aqimus salata wa atuz zakah, simamisheni sala na mtoe zaka. Faman shahida minkum shahra falyasumhu, hayo yote. Wa qawluhu ta'ala walillahi ala an-nasi hujjul baiti. Famin ashabina, miongoni mwa jamaa zetu, man qala, wapo waliosema hiya ammatun ghairu mujmala, hiyo ni amu sio mujmal. Fatuhmalu salatu, huchukuliwa na swala ala kulli dua, katika kila jambo la dua, yani swala kwa maana ya dua. Wasawm, na uchukuliwa somo ala kulli imsaki, katika kila kujizuia. Walhajj, na uchukuliwa neno haji, yani ufanywa kazi neno pia tamko la hajj, ala kulli qasd, katika kila kusudio. Illa ma qama dalilu alayhi, isipokuwa kila ambacho kitasimama dalili juu yake, ile ambayo limesimamiwa dalili juu yake. Wa hadhihi tariqatu man qala, na hii ni njia wale waliosema laysa fil asma'i shay'un manqulun, hakuta katika majina kitu chochote kilichonukuliwa kutoka katika lugha kwenda kwenye sheria. Wa minhum man qala, wapo wengine waliosema hiya mujmala, ni mujmal, lianna almurada biha maani, sababu muradi wake, kusudio lake katika majina hayo ni zile maana, la yadullu lafdhun alaiha fi lugha, haijulishi tamko juu yake katika lugha. Wa inma tu'raf, na hakika si vinginevyo hutambulikana, min jihati shari, katika upande wa sheria. Faftukhira ila albayani, kwa kuhitajia katika ubainifu katika sura kama hiyo. Kakaulihi azza wa jalla wa atu haqqahu yawma hasadihi. Wa hadhi tariqa, ambayo aya tumesoma, na hii njia man qala ni ile waliosema inna hadhihi alasma, hakika majina, manqulatun, yani imenakiliwa kutoka katika lugha kwenda katika sheria. Wa huwa al-asah, na ndio kauli iliyo sahihi. Faslun wa minha, na miongoni mwa njia za mujmal, wa minha al-alfadh allati ulika fiha tahlil wa tahrim, ni matamko ambayo imefungamanishwa ndani yake kuhalalisha na kuharamisha, ala ayani, juu ya vitu. Ka kaulihi ta'ala, kama kauli yake Mwenyezi Mungu aliposema hurrimat alaykumul maita. Wa qala ba'd ashabina, wa amesema baadhi ya jamaa zetu, innaha mujmala, hiyo aya ni mujmal,
lianna al-aina, kwa sababu ya kitu, la tusafu bitahlili, hakisifiwi kitu au vitu havisifiwi kwa uhalali wa tahrim na uharam, wa innama, na hakika si vinginevyo, alladhi usifa, ambao husifiwa bidhalika, katika hilo, afaluna, vile vitendo vyetu, wa afaluna, na vitendo vyetu, ghairu madhkura, havikutajwa, faftukhira ila bayani, kwa huhitajia katika ubainifu, ma yahrum min al-afali, katika ile haramishwa katika vitendo, mimma la yahrum, katika ambavyo havijaharamishwa. Wa minhum man qala, na miongoni mwa wapo waliosema, inna, hakika aya hiyo, laysat bimujmala, sio mujmal, wa huwa al-asah, na hiyo ndio iliyo sahihi zaidi. Lianna tahlila wa tahrima, kwa sababu kuhalalisha na kuharamisha, fi mithli hadha, katika mfano wa maelezo kama hiyo aya ilivyokuja, idha utlika, pindi inapoachiliwa na kutamkwa, uqila minha, kufahamika ndani yake, tasarrufatul maqsudu, matumizi ya yale makusudio, fi lugha, katika lugha. Ala tara, hivi wewe uone, annahu, ya kwamba, idha qala li ghairihi, mtu ataposema kumwambia mwingine, haramtu alayka hadha ta'am, nimekuharamishia hichi chakula, moja kwa moja utajua nimekatazwa kula. Bwana, umekatazwa kula chakula hiki, nimekuharamishia chakula hichi. Maana yake nini? Inafahamika. Uqila minhu, inafahamika ndani yake, kutoka katika tamko hilo, tahrimul akli, kuharamishwa kula. Wa ma uqila almuradu min lafdhihi, na yale ambayo, na hii ni kaida ambayo inachukua ihifadhiwe. Wa ma uqila almuradu, na yale yanayokuwa yametambulikanwa katika kusudio, min lafdhihi, kutoka katika tamko lake, lam yakun mujmala, haiwi ni mujmal, kwa sababu maana inafahamika. Wa hurrimat alaykum almayta, sio mujmal, maana yake imeharamishiwa kula mzoga, isipokuwa utaingia kwenye mambo mengine. Maiti yupi? Kwa sababu kuna samaki, kuna nzige, kwa katika sura kama hiyo. Faslun, wakadhalika, hivyo hivyo, ikhtalafu fil alfadh, wametofautiana katika matamko, allati, ambayo, tatadhamanu, yanayokusanya, nafian, kukanusha, wa ithbatan, na kuthibitisha. Mfano, innamal a'malu binniyat, ambayo ni masomo tumepita nyuma. Hii imekuja nafiu kwa adatu hasr, innamal a'malu binniyat, bila shaka hakuna kinginecho kinachokusudiwa hapo, amali zote zinahitajia nia, ambayo haina nia hakuna jambo. Na kauli yake Mtume anasema, la nikaha illa biwali, hakuna ndoa ila apatikane wali. Wama ashbahahu, na yale yanayofanana na hayo. Faminhum man qala, miongoni mwao wapo waliosema, inna dhalika mujmal, hakika hiyo ni mujmal, lianna alladhi nafahu, kwani hakika kile ambacho kilichokanushwa hapo, huwa al-amalu, ni amali, wa nikahu, na ndoa, wa dhalika mawjudu, na hayo yapo. Fayajibu an yakuna almuradu bihi, inapelekea kuwa wajibu kusudio kwayo, nafi ya sifa, ni kukanusha ile sifa, ghaira madhkura, ambayo haikutajwa. Faftukhira ila bayani tilka sifa, kwa hiyo yahitajia sasa kubainisha hiyo sifa yenyewe. Wa minhum man qala, miongoni mwao wapo waliosema, innahu laysa bimujmal, wapo waliosema sio mujmal, wa huwa al-asah, na ndio sahihi zaidi. Lianna sahiba ash-shar', kwa sababu mwanasheria ambao ni Mwenyezi Mungu au Mtume, la yunfi, hakanushi, wala yuthbitu, wala hathibitishi, almushahadati, vyenye kushuhudiwa, wa innama yunfi, na hakika bila shaka hukanusha, wa yuthbitu, na uthibitisha, shar'iyat, mambo ya kisheria. Fakaannahu qala, kana kwamba amesema, la amala fi shar'i, hakuna amali yoyote katika sheria, illa biniya, isipokuwa kwa nia, wala nikaha, wala hakuna ndoa, fi shar'i, katika sheria, illa biwali, isipokuwa kwa wali awepo. Wadhalika maaqulu min al-lafzi, na hayo yanafahamika kutoka katika tamko. Fala yajuzu an yakuna mujmala, haijuzu kuwa ni mujmal. Faslun, wakadhalika, hivyo hivyo, ikhtalafu fi qawlihi sallallahu, wametofautiana katika kauli yake Mtume aliposema, rufi an ummati al-khata'u, umesamehewa ama umeondolewa umma wangu makosea, wa nisyanu, na kusahau, wa mastukurihu alayhi, na yale ambao wanakulazimishwa juu yao ufanye kitu bila khiari yako. Faminhum man qala, miongoni mwao wapo waliosema, huwa mujmal, ni mujmal, lianna alladhi rafa'ahu, kwa sababu kile kilichoondoshwa, huwa al-khata', ni kosa, yani ile dhambi. Wadhālika mawjudu, na hilo lipo.
fayajibu an yakuna almuradu maana ghaira madhkur, inapelekea kuwa kusudio ni maana ambayo haikutajwa pale. Faftukhira albayan, imehitajia sasa kubainifu. Wa minhum man qala, miongoni mwa wapo walosema huwa ghairu mujmal, hiyo sio mujmal. Wa huwa al-asah, na hiyo ndio kauli iliyo sahihi, li'annahu maqulul maana, kwa sababu hiyo inafahamika maana yake akilini, fi lugha, katika lugha. Ala tara, we huoni, annahu, ya kwamba idha qala li'abdihi, mtu ataposema kumwambia mtumwa wake, rafa'tu anka jinayataka, nimekuondolea wewe kosa lako la uhalifu ulilofanya. Uqila minhu, inatambulikana kutokana na maneno hayo, rufi'a almuakhadha, ameondolewa adhabu, bikulli ma yataalaku biljinaya, kwa kila ambacho kinachofungamana na kosa la jinahi, min tabiati, katika vile ambavyo vinaofuata katika kosa la jinai. Mtu akifanya, mfano mtu akiiba anakatwa mkono, sasa kunakuwa kumeondolewa ile adhabu. Fadala ala annahu ghairu mujmal, inajulisha kwamba hiyo sio mujmal. Faslun. Wa amma almutashabih, ama tunapoelezea mutashabih, faqad ikhtalafa ashabuna fihi, wametofautiana jamaa zetu ndani yake. Faminhum man qala, wapo walosema huwa walmujmal wahid, mutashabihi na mujmal ni kitu kimoja. Wa minhum man qala, miongoni mwa wapo waliosema almutashabih, mutashabih ni kile ambacho masta'athara Allahu ta'ala biilmihi, Mwenyezi Mungu amekihusisha tu kwa elimu yake tu, hakuna mwingine anao fahamu mutashabih. Walam yutla alayhi ahadan min khalqihi, hajapatapo kumchomozeshea yoyote katika viumbe wake, yani kumwelimisha, kumjulisha kwamba ili jambo liko hivi katika viumbe wake. Wa minan nasi, na miongoni mwa watu katika wanachuoni, man qala, wapo waliosema almutashabih, mutashabih huwa alqasas wal amthalu, ni vile visa, historia na mifano iliyokuja katika Qur'an, wal hikamu, na hikma mbalimbali, wal halal wal haram, halali na haram. Wa minhum man qala, wengine miongoni mwa wapo waliosema almutashabih alhurufu almuqatta'a, zile herufi ambazo almajmu'a, zilizokusanywa, fi awaili suwar, mwanzo mwa sura, kama vile alif lam mim sad, alif lam mim ra, hizo na zinginezo. Wa ghairi dhalika, na sio kwa hizo. Wasahihu huwa alawwal, na iliyo sahihi ni ile kauli ya kwanza, lianna haqiqata almutashabih, kwa sababu uhalisia mutashabih, mashtabaha maanahu, ni ile maana yake imetatiza. Wa amma madhkuruhu, fala yusafu bidhalika, ama yale yaliyotajwa hayasifiwi katika sura hiyo. Kwa hiyo inshallah hapa tumemaliza somo letu ambalo tulikuwa tunaelezea nini maana ya babu dhikri ujuhil mujmal. Kwa mujmali tumeona ina sura mbalimbali. Kwa hiyo almuhim, unatakiwa uzingatie kwamba ukisikia mujmal, huwa ma la yuqalu maanahu min lafdhin wa yuftakaru fi ma'rifati almuradi ila ghairihi. Kwa hiyo ni kitu ambacho unatakiwa ukiweke kichwani hayo maelezo. Mujmal ni nini? Unasema huwa ma la yuqalu maanahu, mujmal ni ile ambayo aya ambayo haifahamiki maana yake, min lafdhihi, kutoka katika tamko lake, wa yuftakaru, na huhitajia fi ma'rifati almuradi, katika kutambua mkusudio, ila ghairihi, katika aya nyingine au kitu kingine. Kwa maana kwamba muradi unaweza kuja ukajulikana kupitia aya nyingine au hadithi. Hadithi kwa hadithi za kuwa hadithi moja ikaja ni mujmal, nyingine ikaja kuweka bayani, ama upande wa aya hivyo hivyo. Inaweza kuja pia hata aya hadithi ikawa ni mujmal, aya ikaja kuweka wazi, kwa sababu zote hizo sura zimeweza kuja hivyo. Lakini pia kwa ziada, inaweza kuja aya ni mujmal lakini ikawekwa wazi kwa ala. Tukisema ala ni hizi vyombo vya kielimu ambayo ni balagha, nahwu, sarfu na vitu vinginevyo, kuwekea wazi katika sura kama hiyo. Kwa hiyo hili ni somo muhimu sana pia. Mwenyezi Mungu atuwekee wepesi. Kwa hiyo tutakuja kuanza katika babu alkalami fi bayani ujuhihi, katika kuelezea ubainifu na njia zake. Tutakuja kuona kusoma albayani. Bayani ni nini? Tutakuja kusoma albayani katika somo linalofuatia insha Allah.
na lenyewe sio refu, ni fupi. Alafu baada hapo tutaingia katika babu al-kalami fi naskhi, katika maelezo ya kuhusiana na naskh.